Na mtazamaji wa Matukio Daima kwamba hii ni basi ambalo limetumbukia korongoni baada ya kugongana na lori katika eneo hili la Kitwiru, manispaa ya Iringa. Na hii ni lori ambayo limegongana uso kwa uso na basi hili, na hadi hivi sasa bado haijajulikana vifo ni vingapi, lakini majeruhi wakikimbizwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Mtazamaji wa Matukio Daima, zoezi la uokoaji wa majeruhi likiendelea katika eneo hili, ikiwa ni pamoja na kuvuta maji katika eneo la korongo ili kuweza kuingia ndani ya basi hili kuweza kuangalia wale ambao wamesalia katika basi hili. Ajali hii imetokea majira ya saa 12 asubuhi ya leo katika eneo la Kitwiru, mpakani mwa Iringa mjini na Iringa vijijini. Na hii ni siku takriban 3 tu toka ajali ya basi ya Shabibu na lori iweze kutokea eneo hili. Hii ni Matukio Daima update, nami ni Francis Godwin, na hapa tupo eneo la ajali tukikuhabarisha kile ambacho kimetokea. Na bado tupo katika eneo hili ambapo ajali ya basi na lori imetokea, na tunazungumza na jeshi la zimamoto na uokoaji ambao wapo hapa kuhakikisha kuwa wanasaidia kutoa msaada, ikiwa ni pamoja na kuvuta maji haya katika eneo la korongo ili kuweza kuingia katika eneo hili kuangalia kama kuna majeruhi ama kama kuna miili ambayo imesalia hapa. Mimi ni Francis Godwin. Kwa majina anaitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Robert Minga, mkuu wa kituo msaidizi kituo cha Iringa mjini. Mnamo majira ya saa 12 na dakika 10 tulipata taarifa ya ajali ya basi maeneo ya Ugwachanya unavyoelekea Mseke,
Mara moja askari wa zamu walielekea eneo la tukio, lakini walipofika eneo la tukio walikuta kweli kuna basi ambalo ni basi la kutoka nchi za nje limegongana na lori, lakini kwa bahati mbaya lile basi likawa limeingia kwenye korongo ambalo linaelekea maeneo ya Mseke. Lakini mara moja askari wa zamu walijaribu kutujulisha watu walio karibu na kujulisha ofisi ili tuongeze nguvu, na tukaongeza nguvu. Baada ya kufika eneo la tukio, askari waliendelea kutoa majeruhi, lakini kwa zoezi linaloendelea mpaka sasa ni kujiridhisha, kwa sababu basi limedondoka kwenye korongo na pana maji. Tumechukua water pump kwa ajili ya kusaki yale maji ili tuone, je, kweli majeruhi wote wametolewa pale chini? Lakini majeruhi ndio kwa wanaonekana kwa macho tushawatoa na wamekimbizwa hospitali. Na nini rai yako kwa wananchi pindi wanapo ajali, hasa katika matumizi ya namba ya 114? Kwanza ni washukuru wananchi wa eneo la Mseke, wamekuwa kipaumbele kwenye ajali hii kwa sababu wameshirikiana bega kwa bega na sisi jeshi la zimamoto pamoja na polisi katika kuokoa hao watu. Lakini hatujasikia kelele zozote kwamba kuna mtu yote kaibiwa, na vitu vile ambavyo mtu alipoteza labda simu na nini, watu hao wamezipata. Hivyo niendelee kutoa rai kwa wananchi, wanapopata taarifa hizi za maokozi za moto, basi wapige 114. Ni taarifa ya awali kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambao wamefika katika eneo hili na wakisisitiza namba ya 114, lakini pia wakishukuru wananchi katika eneo hili kwa uaminifu mkubwa, kwani mali nyingi ambazo zilikuwa zimeokotwa zimerejeshwa. Hii ni Matukio Daima, nami ni Francis Godwin. Taarifa zaidi tutaendelea kukujuza kadri ya muda utakavyoruhusu. Naitwa Evaristo Peter Changamike, mkazi wa Kitwelu, Manispaa ya Iringa. Nilichokiona hapa, pamoja na kuchelewa kwangu, lakini ni gari 3 za polisi zilikuwa zimepakia maiti, lakini pia gari ya zimamoto nayo pia ilipakia maiti. Sijajua idadi kamili ya maiti zilizokwenda kule, lakini kikubwa ninachojifunza ni kwamba mwendo kasi wa madereva. Hizi ajali zilizo nyingi ni mwendo kasi wa madereva, kwa sababu kama wangekuwa taratibu, hii ajali singeweza kutokea, na ili eneo hapa ni finyu. Kwa hiyo ningewasihi madereva wajitahidi kuwa na mwendo wa kawaida ambao unahitajika, kwa sababu hivi karibuni kuna ajali ilitokea Tanangozi ya lori na basi, lakini pia leo umbali ambao hauzidi kilomita 30 au 50, tena ajali ya lori na basi. Hii inatisha. Kwa hiyo ningeomba madereva wajitahidi kuwa na mwendo wa kawaida ambao unatakiwa barabarani, na hasa usiku ndo ajali nyingi zinatokea. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Ni wananchi wa mji wa ni wananchi wa Manispaa ya Iringa na maeneo ya jirani ambao wamekusanyika katika eneo hii kutoa msaada na kushuhudia ajali ya basi la Classic kutoka Zambia kuelekea Dar es Salaam, ambapo ajali hii imetokea majira ya saa 12 asubuhi, likihusisha basi hilo la kampuni ya Classic pamoja na lori, na inaarifiwa kwamba watu kadhaa wamepoteza maisha katika ajali hii, na bado jitihada za uokoaji pamoja na kuangalia ndani ya basi hili kama kuna masalia ya watu ambao wamefunikwa na basi zikiendelea kufanyika katika eneo hili. Hii ni Matukio Daima Update na mimi ni Francis Gode. Taarifa zaidi tutaendelea kujuza kadri ya muda utakavyoruhusu, lakini pia tutakapozungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi
na hospitali ya mkoa wa Iringa. Tupo eneo hili la ajali na nazungumza na baadhi ya mashuhuda wa ajali hizi, na mimi ni Francis Godwin. Mimi naitwa mchungaji Donald Kiwanga wa kanisa la Lutheran hapa KKKT Dayosisi ya Iringa. Kumetokea ajali mbaya karibu na maeneo ninayoishi hapa Kitwiru, eneo linaloitwa Uyole. Basi la Classic ambalo limepata ajali kwa kugongana na lori. Ajali zimekuwa nyingi, maana ni juzi tu tumepata ajali nyingine tena mbaya pale maeneo ya Tanangozi, basi la Shaubibu na lori jingine ambalo lilikuwa limechukua makreti ya Pepsi. Sasa hizi ajali zimekuwa nyingi sana mkoani Iringa, na ajali hizi zinasababisha matatizo makubwa sana kwa sababu zinapoteza maisha ya watu na kusababisha majeruhi. Na kwa namna hiyo, kwa sasa hivi kitu ambacho kingepaswa kufanywa, madereva wetu wanahitaji kuwa waangalifu sana wanapokuwa barabarani, kwa sababu magari yamekuwa mengi sana. Hii barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda Zambia na Malawi, na hivyo umakini unatakiwa ili ajali hizi ziweze kupungua. Unafikiri kwamba nini hasa kiini cha ajali hizi ambazo tumeshuhudia Shabibu ikigongana na lori, lakini tumeshuhudia pia Classic ikigongana na lori? Nini hasa kiini? Nadhani kinachotakiwa kufanyika zaidi ni umakini wa madereva wetu kufuata sheria za barabarani, na kwa sababu magari yameshakuwa mengi sana, watu ambao wanakuwa na haraka ni vizuri sana kujitambua na kupunguza mwendo na kufuata sheria za barabarani. Na tunashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi na hasa hawa walio barabarani wamekuwa wakisaidia sana kuelekeza mambo haya, lakini wakati mwingine mtu anapokuwa na haraka, magari yanavyoendeshwa kwa mwendo kasi, mara nyingi yanakuwa ndio sababu ya kutokea kwa ajali hizi. Kwa hiyo cha kufanyika ni madereva watambue kabisa ya kwamba sasa hivi barabara hii ina magari mengi, na hivyo hata kama una haraka, fuata basi taratibu, overtake mahali panapotakiwa, lakini pia kuwe na check up ya uhakika kwenye malori kwa ajili ya mambo ya mifumo ya breki na gari kwa ujumla. Na mtazamaji wa Matukio Daima, ni mashuhuda hawa ajali hii, na akitoa rai malori kuendelea kukaguliwa hasa katika maeneo ya miteremko, lakini pili, madereva kuwa makini wanapokuwa barabarani na kuepuka haraka zisizokuwa na ulazima, hasa kizingatia kuwa wamebeba roho za watu. Ni ajali ya pili hii kuweza kutokea katika eneo hili la wilaya ya Iringa vijijini. Ajali ya kwanza itokea eneo la Tanangozi ikihusisha basi la Shabibi na lori, ambapo chanzo kikitajwa kuwa ni lori kufeli breki, lakini kilomita chache kutoka eneo ambako ajali ya Shabibi itokea ndipo inatokea tena ajali hii ya basi la Classic na lori. Lakini kabla ya kutokea kwa ajali ya basi la Shabibu, kulikuwa na ajali pia ya lori katika eneo hilo. Kwa hivyo takriban ajali ya tatu hii kuweza kutokea katika barabara kuu ya Iringa Mbeya ama Iringa Dar es Salaam, hapa wilaya ya Iringa na manispaa ya Iringa. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godwin. Mimi ninapenda kuwapongeza ndugu zangu wa Matukio Daima Media kwa namna ambavyo mmekuwa mkiripoti habari mbalimbali, kwa sababu watu wanatakiwa wawe na jua hizi habari, na habari zinaenea kila mahali. Kwa hiyo wawe ni madereva, abiria, watu wengine wengi wakijua habari hizi, zinachukua tahadhari mahali popote anapokuwa, kwamba barabarani sio salama sana kama mtu anafanya safari bila kuwa mwangalifu. Pamoja na Matukio Daima Media kwa ujumla, kwa kweli Matukio Daima mmekuwa vizuri sana, kwa maana ya kwamba mtu anaishi kwa taarifa. Taarifa zinasaidia mtu kujua nini kinachoendelea, lakini mambo gani ya kuchukua tahadhari na ni mambo gani ambayo mtu naelimishwa ili uweze kujitambua vizuri na kujua uishije. Na zaidi ya yote, chombo hiki kwa kweli kimekuwa chombo cha msaada mkubwa sana kwa nyanja zote na sekta zote, kwa sababu mtu anajua nini kinachotokea katika ulimwengu huu, na hivyo tunakiombea kiendelee kufanya kazi hiyo ili watu wawe na taarifa. Nimeendelea kukipongeza chombo hiki cha Matukio Daima kwa sababu juzi nilikuwa ninasafiri kwenda Mbeya kwa gari, na taarifa ya habari ya kwamba kuna ajali pale Tanangozi nimeipata kupitia chombo hiki cha Matukio Daima Media.
na nimesafiri kwa mwendo masaa mengi sana kutoka Iringa mpaka Mafinga, kwa sababu kutoka Iringa mpaka Mafinga kulikuwa na foleni kubwa sana ya magari. Tumetembea masaa 4 kutoka Iringa mpaka Mafinga, mahali ambapo ni kilomita 80 au 90, lakini msongamano huu umeendelea kutugharimu mpaka Mbeya, kwa sababu ajali ile ilitokea alfajiri. Kwa hiyo njia nzima tuliokuwa tunakwenda tulikuta msongamano mkubwa wa magari kutokana na jambo hili. Lakini Matukio Daima, asante kwa kuripoti habari hizi, maana nisingejua ile ajali iliyotokea pale Talangozi ilikuwa ni ya gari gani, lakini kupitia Matukio Daima nilijua kumbe ni ajali ya basi la Shaubibu pamoja na lori lililokuwa limebeba kreti za Pepsi. Achukue lishuka pale ndani. Nililete huko. Na jina langu naitwa Abdalla Abdi. Jina langu naitwa Abdalla Abdi. Ni stafu wa basi iliyopata ajali. Naam. Kitu gani ambacho kimetokea? Kilichotokea bwana, dereva wa lori alituletea gari nzima maeneo haya kutafuta Iringa hapa. Alituletea gari nzima, baada ya dereva wetu kutaka kumkwepa ndio tukaingia huku porini. Na basi ilikuwa na abiria ngapi? Basi toka list ya abiria kama 30. Na sikuwa kutokea wapi? Natoka Zimbabwe kwenda Dar es Salaam. Poleni sana. Asante sana. Dereva na wahudumu wa basi wote wazima? Dereva kwa mujibu wa hospitali kwamba amevunjika miguu miwili na mkono alikuwa anaendesha. Dereva wa pili naye miguu imevunjika. Dereva wa kwanza anaitwa nani, wa pili anaitwa nani? Dereva wa kwanza anaitwa Zumbe, wa pili anaitwa Rashidi. Na staff wetu mmoja ambaye ni tanboy wa gari nasikia amefariki hapo. Na ni raia wa wapi? Ni wa Tanzania wote. Ni sehemu gani wanatokea? Mmoja wote wanatoka Lushoto kwa Mlalo. Poleni sana. Asante sana. Mike isogeze. Karibu, anza jina. Jina naitwa Hamisi Shabani Musa. Nini kifanyike kwa madereva wa malori? Mimi naomba kifanyike ukaguzi wa breki. Na unafikiri kwamba watu wanadai kwamba malori yamekuwa yakisafiri muda mwingi, mpate muda wa kupumzika? Natakiwa muda wa kupumzika kama saa 12 iwe ndio mwisho. Malori wapumzike. Mama, hilo begi hilo. Ile begi bado naona jamaa yuko hapa sasa na hela na nguo, kama unaweza kuna neti pale. Kama itoki kulichana. Kuna mshikaji anasema na kwake. Huyu hapa nani? Tulichane ili tutoke. Korongo refu kabisa ambapo basi hili limeanguka hapa, na chanzo ni kugongana na lori katika eneo hili, na hili ni basi la kampuni ya Classic ambalo limeweza kuanguka katika eneo hili. Ni sehemu ambayo ina changamoto kubwa, lakini jitihada mbalimbali zimefanyika katika eneo hili kuhakikisha kuwa majeruhi waliokuwamo katika gari hili wameondolewa, na hadi hivi sasa jitihada za jeshi la polisi na jeshi la zimamoto na uokoaji zimezaa matunda kwa kuweza kuondoa majeruhi waliokuwemo katika ajali hii, na hadi hivi sasa bado taarifa ya jeshi la polisi haijathibitisha ni watu wangapi ambao wamefariki dunia, na hadi hivi sasa bado kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Arani Bukumbi hajazungumza kuweza kutoa taarifa sahihi ya watu wangapi ambao walikuwapo katika basi hili la Classic kutoka Zambia kuelekea Dar es Salaam, na watu wangapi walikuwapo katika lori ambalo limegongana na basi hili. Hili ni eneo la Kitwiru, eneo la Uyole, manispaa ya Iringa, umbali mdogo tu kutoka eneo la Talangozi
ambako ajali ya lori na Shabib ilitokea. Nini kifanyike juu ya ajali hizi endelevu? Wananchi wamepata kuzungumza kwamba ni wakati wa sasa wa malori kufanyiwa ukaguzi pindi anapoanza miteremko mikali, lakini pia madereva kuchukua tahadhari juu ya ajali hizi za barabarani, hasa kuzingatia kuwa wawapo barabarani kila wakati watambue kuwa wamebeba roho za watu ambao hili taifa wanahitaji kuweza kuishi. Hii ni Matukio Daima, na tukiendelea kufuatilia eneo hili, lakini kubwa kuliko yote tunaombea afya njema wale wote ambao walikuwapo katika basi hili, kwa maana majeruhi. Tunaombea afya njema ili waweze kupona na kurejea kutumikia taifa. Lakini kama wapo waliopoteza maisha katika ajali hii, basi Mungu azilaze roho zao mahali pema, na tunatambua tuliwapenda zaidi na tulitamani kuendelea kuwa nao, lakini Mwenyezi Mungu kawapenda. Tuseme nini basi? Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina lake libarikiwe kwa hawa ambao watakuwa wamepoteza maisha. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godi. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usio na gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Mike isogeze. Karibu, anza jina. Jina naitwa Hamisi Shabani Musa. Nini kifanyike kwa madereva wa malori? Mimi naomba kifanyike ukaguzi wa breki. Na unafikiri kwamba watu wanadai kwamba malori yamekuwa yakisafiri muda mwingi, mpate muda wa kupumzika? Natakiwa muda wa kupumzika kama saa 12 iwe ndio mwisho. Malori wapumzike. Alafu aweke vitu ndani. Kuna nini iko pale? Hapo shuka. Hebu pata lishuka umafunge. Achukue lishuka pale ndani. Nililete huko. Na jina langu naitwa Abdalla Abdi. Jina langu naitwa Abdalla Abdi. Ni stafu wa basi iliyopata ajali. Kitu gani ambacho kimetokea? Kilichotokea bwana, dereva wa lori alituletea gari nzima maeneo haya kutafuta Iringa hapa. Alituletea gari nzima, baada dereva wetu kutaka kumkwepa ndio tukaingia huku porini. Na basi ilikuwa na abiria ngapi? Basi toka list ya abiria kama 30. Na sikuwa kutokea wapi? Tunatoka Zimbabwe kwenda Dar es Salaam. Poleni sana. Asante sana. Dereva na wahudumu wa basi wote wazima? Dereva kwa mujibu wa hospitali kwamba amevunjika miguu miwili na mkono alikuwa anaendesha. Dereva wa pili naye miguu imevunjika. Dereva wa kwanza anaitwa nani, wa pili anaitwa nani? Dereva wa kwanza anaitwa Zumbe, wa pili anaitwa Rashidi. Na staff wetu mmoja ambaye ni tanboy wa gari nasikia amefariki hapo. Na ni raia wapi? Ni wa Tanzania wote. Ni sehemu gani wanatokea? Mmoja wote wanatoka Lushoto kwa Mlalo. Poleni sana. Asante sana. Naam, hii ni ajali ambayo imetokea muda huu, bajaji na bodaboda. Mwenye bajaji akijaribu ku overtake na mwenye gari ndogo akijaribu akitoka eneo la ajali.
maana anamwambia kwamba wewe hapa bwana unachukua kwa overtake. Basi hapo kwa unamsaka kwa overtake. Lazima wewe unaona unataka kwa overtake. Hapo unakuja tena hapo sasa ukoona wewe ukoona mbele tena basi mshukuru tu mjalani. Wewe yani gari yako gari imeumia. Ile na imeumia ni taa. Nenda kaangalia basi atibu. Naam, hii ni ajali ya pili ambayo inatokea hapa na chanzo ikiwa bajaji kutaka kuovertake eneo ambalo lina foleni, lakini hakuna mtu aliyepoteza maisha wala kuweza kujeruhiwa zaidi ya uharibifu wa gari hii ndogo. Sasa hapa mwanangu hapa nyinyi mngetoa hapa kwanza. Tumetoa. Mimi na kwa ni malizo ni matatu. Kitokea. Yaani ambacho kimetokea hapa ni uzembe ambao kwamba wewe huyu anani uzembe kwamba tayari kwamba yeye ameona kabisa kuna foleni inakuja, kuna foleni ipo. Alafu yeye bado tayari anafanyaje? Anakuja ku overtake sehemu ambapo kwamba anaona kabisa haiwezekani. Umeona? Na kuna madhara yote kwa binadamu zaidi ya uharibifu wa gari? Hamna madhara ya binadamu, na zaidi tu ya gari kuumia. Pole sana. Asante. Leo tarehe 11 tumepokea majira ya asubuhi, tumepokea majeruhi ambao wamehusika kwenye ajali ya basi na lori maeneo ya Mseke, Iringa mjini. Na katika majeruhi waliofika walikuwa 13, watatu wana hali mbaya, wameumia sana, lakini 10 wamepata majeraha madogo, majeraha ya kawaida. Kwa hiyo wote wamelazwa udini, na katika wanawake, katika ambao ni majeruhi waliozidiwa, mmoja ni mwanamke mjamzito na wengine ni wanaume. Na vile tumepokea maiti 2. Wote katika hizo maiti 2 nasikia walikuwa ni madereva wote, mmoja wa lori, mmoja wa basi. Na katika hao waliopata majeraha 12 ni wa raia wa nchi za nje na mmoja ni Mtanzania. 4 wanatoka Zambia, 8 wanatoka Zimbabwe. Inasemekana ile gari ilikuwa inatoka Zimbabwe kwenda Dar es Salaam. Udongo refu kabisa ambapo basi hili limeanguka hapa, na chanzo ni kugongana na lori katika eneo hili, na hili ni basi la kampuni ya Classic ambalo limeweza kuanguka katika eneo hili. Ni sehemu ambayo ina changamoto kubwa, lakini jitihada mbalimbali zimefanyika katika eneo hili kuhakikisha kuwa majeruhi waliokuwamo katika gari hili wameondolewa, na hadi hivi sasa jitihada za jeshi la polisi na jeshi la zimamoto na uokoaji zimezaa matunda kwa kuweza kuondoa majeruhi waliokuwemo katika ajali hii, na hadi hivi sasa bado taarifa ya jeshi la polisi haijathibitisha ni watu wangapi ambao wamefariki dunia, na hadi hivi sasa bado kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Arani Bukumbi hajazungumza kuweza kutoa taarifa sahihi ya watu wangapi ambao walikuwapo katika basi hili la Classic kutoka Zambia kuelekea Dar es Salaam, na watu wangapi walikuwapo katika lori ambalo limegongana na basi hili. Hili ni eneo la Kitwiru, eneo la Uyole, manispaa ya Iringa, umbali mdogo tu kutoka eneo la Tana Ngozi ambako ajali ya lori na Shabib ilitokea. Nini kifanyike juu ya ajali hizi endelevu? Wananchi wamepata kuzungumza kwamba ni wakati wa sasa wa malori kufanyiwa ukaguzi pindi anapoanza miteremko mikali, lakini pia madereva kuchukua tahadhari juu ya ajali hizi za barabarani, hasa kuzingatia kuwa wawapo barabarani kila wakati watambue kuwa wamebeba roho za watu ambao hili taifa wanahitaji kuweza kuishi. Hii ni matukio daima na tukiendelea kufuatilia eneo hili, lakini kubwa kuliko yote tunaombea afya njema wale wote ambao walikuwapo katika basi hili, kwa maana majeruhi. Tunaombea afya njema ili waweze kupona na kurejea kutumikia taifa. Lakini kama wapo waliopoteza maisha katika ajali hii, basi Mungu azilaze roho zao mahali pema, na tunatambua tuliwapenda zaidi na tulitamani kuendelea kuwa nao, lakini Mwenyezi Mungu kawapenda. Tuseme nini basi? Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe.
kwa hawa ambao watakuwa wamepoteza maisha. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godi. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Je, unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya Radio Mdaburo, Radio Kilolo, Radio Ibwanzi na Radio Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na hudumu wa hoteli, useremala, washi au ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.aradio.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya Radio. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Si nimepigiwa simu na walimu hapa wananiambia Bwakila hali yake mbaya amemkimbiza hospitali. Nitumie 30,000. Wewe, Bwakila mbona niko naye? Kuna? Walimu gani sasa walimu? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Mimi ndo nakwambia fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma 30,000 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jichetu wetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Wana Matukio Daima wanaweza kuchukua na sisi. Tutoe mask. Tuonekane sura. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake
ilinifanya nitabasamu bila kujua. Oh, ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hoteli Igumbilo Iringa, tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo Iringa, furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Je, wewe ni mkazi wa mkoa wa Iringa au nje ya mkoa wa Iringa? Sikiliza nikupe habari hii mpya kabisa. Huenda unatafuta kiwanja kwa ajili ya makazi au sehemu maalum kwa ajili ya mashamba ya mjini, yani urban farms. Sasa iko hivi, itakuchukua mwendo wa dakika 10 tu kufika eneo bora kabisa lililopimwa na lenye mpangilio bora kwa ajili ya makazi na uwekezaji. Yani ni kilomita 5 tu kutoka Iringa Manispaa. Eneo hili lina viwanja vinavyopatikana Ikonongo, kata ya Mkwawa, alimaarufu kama kwa Mchina, na gharama zake ni nafuu mno, kwani kuna kila aina ya huduma za kijamii, yani maji, umeme na barabara. Eneo hili lina ukubwa wa mita za mraba kuanzia 67,000 hadi 119,054 na linapatikana karibu kabisa na chuo kikuu kishiriki cha Mkwawa na eneo inapojengwa kampasi ya UDOM Iringa. Ukihitaji viwanja kwa ajili ya makazi, utauziwa kuanzia mita za mraba 600 mpaka 1248. Eneo hili lina mandhari bora kabisa na tambalale, na kama unataka kuwa miongoni mwa watakaobahatika kupata eneo hili lenye mvuto na utulivu bora mkoani Iringa, basi wasiliana na The Icon Real Estate and Commissions Agents wanaopatikana jengo la Law House karibu na hospitali ya Cosmopolitan iliyoko Lugalo Iringa, kwa simu ama WhatsApp namba 0746 929855 au Instagram iconreal_estate-tz au tovuti ya www.iconrealestate.co.tz. Karibu upate viwanja vilivyoko mjini katika eneo bora lenye utulivu na mandhari inayovutia. Hivi lakini familia ukweli hatujawasiliana. Usi matukio daima huyu.